Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yalojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zasomwa na Godwin Mawanja, na kwenye habari za michezo tutakuwa nayo Habili May. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mwanamke mkazi wa kijiji cha Bugogo auawa kwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali na mtu anayedaiwa kuwa ni mume wake. Serikali yavuna gawio la bilioni 5.58 kutoka Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB. Na katika habari za kimataifa, watu 50 wafariki dunia baada ya boti kushika moto nchini Kongo. Waziri wa nchi ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora George Simbachawene amesema katika kipindi cha miaka 4 kutokana na uwezeshaji uliofanywa na serikali kupitia operation za uchunguzi wa tuhuma za rushwa, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imedhibiti na kuokoa kiasi cha fedha shilingi bilioni 250.07 ambazo zilirejeshwa serikalini na kutumika kwa ajili ya shughuli zingine za kimaendeleo. Josephine Kaponya ameenda taarifa zaidi kutoka mkoani Dodoma. Mheshimiwa Simbachawene amesema haya jijini Dodoma alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari juu ya mafanikio ya miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 kwenye ukumbi wa idara ya habari Maelezo. Amesema mapambano dhidi ya rushwa yameendelea kuimarika hapa nchini. Hali hiyo inadhihirishwa na utafiti uliofanywa na taasisi ya Transparency International na kutolewa kwa umma mwezi Februari mwaka 2025, na inaonyesha Tanzania imeendelea kufanya vizuri kwa kupata alama 41 na kushika nafasi ya 82 katika nchi 80, ikiwa imepanda kwa nafasi ya 5 ikilinganishwa na alama 40 kwa mwaka 2023 na kushika nafasi ya 87, ambapo inaonyesha kuwa Tanzania imeendelea kufanya vizuri kwa kupata alama 41 na kushika nafasi ya 82 kati ya nchi 180, ikiwa imepanda kwa nafasi 5 ikilinganishwa na alama 40 kwa mwaka 2023 na kushika nafasi ya 87. Nchi yetu imeendelea kushika nafasi ya pili katika ukanda wa Afrika Mashariki katika kiashiria hicho cha Corruption Perception Index. Ndugu wanahabari, katika hatua ya makusudi ya kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa, sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 ilifanyiwa mpitio na kuboreshwa. Maboresho hayo yameongeza wigo wa kisheria wa taasisi kuzuia na kupambana na rushwa, kushughulikia rushwa katika michezo. Aidha, Waziri Simbachawene amesema serikali katika kipindi cha uongozi wa miaka 4 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imefanikiwa kulipa malimbikizo ya mishahara ya watumishi wa umma kwa kiasi kikubwa. Rais aliridhia kulipa malimbikizo ya mishahara ambapo hadi kufikia tarehe 30 Agosti mwaka 2024 madai ya malimbikizo ya mishahara ya watumishi 130,463 yenye jumla ya shilingi bilioni 266 milioni 584 818,810 na senti 18 yalipokelewa na kushughulikiwa. Aidha, katika kipindi hicho madai ya malimbikizo ya mishahara ya watumishi wastaafu 9,651 kutoka kwa waajiri yenye jumla ya shilingi bilioni 32 milioni 664,781,238 yamepokelewa na kushughulikiwa. Kwa mujibu wa Waziri Simbachawene ni kwamba katika kipindi cha kuanzia mwaka 2020 hadi mwezi Agosti mwaka 2024, ofisi imefanya uhamasishaji wa maadili ya utendaji kazi katika utumishi wa umma kwa taasisi za umma 88 kwa jumla ya watumishi 3,443 kutoka katika mikoa ya Mbeya, Mtwara, Mwanza, Arusha na Kilimanjaro. Kupitia utafiti uliofanywa na ofisi hiyo mwaka 2022 kuhusu hali ya uadilifu katika utumishi wa umma, ambapo utafiti huo ulibainisha kuwepo kwa ongezeko la 9.8 kutoka 66.1 kwa mwaka 2014 hadi kufikia 75 kwa mwaka 2022. Asante sana Josephine kwa taarifa hiyo. Baraza Kuu la Waislamu nchini BAKWATA limeandaa dua maalum ya kuliombea taifa amani itakayokwenda pamoja na kuombea viongozi wa dini wa Kiislamu waliotangulia mbele ya haki, inayotarajiwa kufanyika kwa muda wa siku 3 kuanzia Mei 8 hadi 10 mwaka huu. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Akizungumza jijini Dar es Salaam na waandishi wa habari, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi amesema lengo la dua hiyo ni kuliombea taifa liendelee kushinda majaribu ya uvunjifu wa amani na taifa liendelee
kiendelee kuwa ni kisiwa cha amani, sanjari na kuwaombea viongozi wa dini waliotangulia mbele ya haki ili Mwenyezi Mungu aweze kuwasamehe huko waliko. Aidha, Mufti amesema kuwa katika ufunguzi wa dua hiyo utakaofanyika Mei 8 mwaka huu, mgeni rasmi anatarajia kuwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Wakati siku ya kuhitimisha dua hiyo Mei 10 mwaka huu, mgeni rasmi anatarajia kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Tumeandaa dua kama nilivyosema, ambayo itaanza tarehe 8 mpaka tarehe 10 mwezi wa 5, yani mwezi ujao, ambayo itakuwa ni sawa na mwezi 10 na mwezi 12 Dhulqaada mwaka 1446 Hijiria. Tunatarajia katika ufunguzi wa dua ambao utafanyika tarehe 8 Mei, tunatarajia mgeni rasmi biidhnillah taala kuwa atakuwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na siku ya kilele ambapo itakuwa tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka 2025, tunatarajia mgeni rasmi atakuwa ni mama yetu kipenzi chetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo aliposhiriki mkutano huo amemshukuru Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania kwa namna ambavyo amekuwa mstari wa mbele katika kuliombea taifa amani pamoja na kumwombea rais, jambo ambalo limechangia kuiwezesha Tanzania kuendelea kuwa ni nchi ya amani. Mafanikio makubwa ambayo kama serikali ameendelea kuipata, kama Mheshimiwa Rais Daktari Samia ameendelea kuyapata, ni kwa sababu ya ninyi viongozi wa dini kuendelea kumwombea rais wetu, lakini pia na viongozi wengine wote. Lakini pia tunaendelea kutumia nafasi hii kukushukuru Mufti wetu na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Amani ambayo tunaipata kama Tanzania inawezesha wakulima, wafanyabiashara na watu wote kufanya shughuli zao vizuri, lakini inawezesha nchi yetu kuendelea kufanya shughuli zake za kisiasa kwa amani. Hivyo sisi kama serikali tutaendelea kushirikiana na tuko tayari kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila kuhakikisha jukumu lote hili la dua kwa ajili ya serikali, kwa ajili ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwa ajili ya viongozi wetu na mashehe wote waliotutangulia inaweza kufanyika. Katika hatua nyingine, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi amezindua ofisi ya Baraza Kuu la Waislamu nchini BAKWATA katika kata ya Vingunguti, ambapo baada ya uzinduzi huo mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam ambaye pia ni diwani wa kata ya Vingunguti Omar Kombilamoto amemshukuru Mufti kwa utamaduni wa kumwombea Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hapa ameuleta mradi mkubwa wa World Bank. Kuna kilomita takriban 4.6. Na ukiangalia pale kuna alama zimewekwa kwa ajili ya kuvunja nyumba. Hapo ulipokanyaga hapo, baada ya mwaka mmoja au miezi 8, maana yake utakuta mifereji ya maji na taa za barabarani. Hiyo ni historia moja kaiweka Dr. Samia Suluhu Hassan. La pili ambalo amelifanya kubwa katika kata yetu, si vibaya kusema, na mwenyekiti wa kata hapo unaniangalia unaona aibu, watoto wako wanakuja na viroba kwenda shule. Ndani ya miaka 4 yake katuletea zaidi ya milioni 900. Shule zote 4 za msingi zina tiles, zina bati za South Africa, zina feni na zina gypsum. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Nchi ya Uturuki imebainisha kuwa itaendelea kushirikiana na Tanzania katika kulijengea uwezo jeshi la zimamoto na uokoaji ili kukabiliana na majanga, dharura na ajali, huku nchi hiyo ikitarajiwa kuwachukua askari 10 wa jeshi la zimamoto na uokoaji kutoka Tanzania kwa ajili ya mafunzo. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Wakizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kuhitimisha zoezi la mafunzo ya utayari kwa askari 35 wa Tanzania kupitia shirika la uratibu na maendeleo la Uturuki TIKA, balozi wa nchi ya Uturuki nchini Tanzania Bakil Gezel na mkurugenzi mkazi wa shirika la TIKA nchini Tanzania Ferish Sahinshi pamoja na mkurugenzi wa manispaa ya Konya Ibrahim Navruzi wamesema kutokana na uhusiano mzuri kati ya mataifa hayo mawili
nchi ya Uturuki imeridhia awamu nyingine ya mafunzo kwa askari hao 10 wa kutoka nchini Tanzania. Türkiye na Tanzania ni ndugu. Tutafanya kazi pamoja, Türkiye na Tanzania. Sisi kama Türkiye tuko tayari. Asante sana. Bu program çerçevesinde ilk hafta temel itfaiyecilik eğitimi, ikinci hafta arama kurtarma eğitimi icra edilmiştir. Programu hii imekuwa na miongo miwili. Kwa mwongo wa kwanza ilikuwa ni swala la zimamoto, lakini swala la pili ilikuwa ni swala la kutafuta lakini pia na uokozi. Eğitimlerimiz yangınla mücadele, trafik kazalarına müdahale, ilk yardım, kentsel ve doğada arama kurtarma gibi. Kwa wale waliokuepo hapa au wanafunzi wote waliokuepo, hatuwezi kusema ni wanafunzi, ni maafande wote waliokuepo, wameweza kujifunza vitu tofauti tofauti. Kwa kuanzia ni swala la moto, lakini ajali za barabarani, huduma ya kwanza, lakini pia kusachi pamoja na kuwaokoa wale waliokwama kwenye milima na sehemu nyinginezo. Kwa upande wake, Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji nchini, John Mwasunga, amesema ili kujenga jeshi imara la zimamoto na uokoaji, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia shilingi bilioni 260 kwa ajili ya kununua vifaa vya kisasa kwa ajili ya shughuli ya uokoaji na kuzima moto, ambapo tayari vifaa hivyo vimeshanunuliwa, ikiwemo magari ya kuzima moto zaidi ya 150. Kwenye tukio kama la Kariakoo ambalo lilikuwa ni maporomoko ya jengo, wengi tunalifahamu tukio hilo, kuna vifaa muhimu sana vilivyokuwa vinahitajika katika tukio hilo, na katika manunuzi ya vifaa hivi ambavyo tayari tumeshavinunua, tumezingatia pia vifaa ambavyo vitahusika kwenye maporomoko ya majengo. Vifaa hivyo ni kama thermal imager. Hiki ni chombo ambacho kinatusaidia kuona kilichoko chini ya udongo au chini ya kifusi. Lakini pia tumenunua expander. Expander ni kifaa ambacho kinatumika kupanua njia ili askari anayefanya uokoaji aweze kumfikia kwa urahisi zaidi manusura aliyebanwa kwenye jengo. Na baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameshukuru kwa kupatiwa ujuzi na maarifa mapya, hasa katika eneo la kutumia teknolojia ili kuokoa watu katika majengo marefu. Mafunzo haya yametupa uwezo na kutujengea ufanisi zaidi, hasa katika kuendana na kasi ya maendeleo ya kisayansi na teknolojia katika field yetu ya zimamoto kama wazimamoto wa kisasa. Hivyo tumepata mafunzo zaidi hasa katika mbinu za kisasa za uokoaji na utafutaji wa manusura katika ajali mbalimbali, lakini vile vile utekelezaji wetu wa majukumu katika nyanja mbalimbali za zimamoto na uokoaji katika mlengo ambao unahusisha ufanisi zaidi na weledi zaidi kama wazimamoto. Katika mafunzo hayo yalodumu kwa siku 10, askari kutoka manispaa ya Konya nchini Uturuki wamewajengea uwezo wa askari 35 wa Tanzania katika maeneo mbalimbali, ikiwemo ya kuzima moto, ajali na namna ya kuokoa watu katika majengo yaliyoporomoka. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mwanamke aliyefahamika kwa jina la Lesin Chongela, mkazi wa kijiji cha Bugogo, kata ya Bukoli, wilaya ya Geita, ameuawa kwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali na mtu anayedaiwa kuwa ni mume wake, kabla ya mwanaume huyo kujichoma kisu tumboni lakini kunusurika kifo. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, mauaji hayo yalitokea siku ya Jumapili ya tarehe 13 Aprili majira saa 7 mchana. Inadaiwa kuwa chanzo cha tukio hilo bado hakijafahamika rasmi, ingawa baadhi ya mashuhuda walioshuhudia tukio hilo wamesema kuwa walimkuta marehemu akiwa amelala ukutani, huku mwanaume huyo akiwa karibu yake na kisu tumboni. Zunguka tulikotokea kwenye mlango wa mbele wa sebuleni, kuna dirisha kwa upande wake, kwa kushoto kwake. Tukachana lile dirisha, tulivyochungulia ndio tuliwaona marehemu amelala akiwa kama ukutani wakati unaingia, lakini mume wake akiwa mwanzo. Na baada ya kuwa tumeingia, tulianza kumwangalia yule mama. Tayari hata jicho lake lilikuwa limeshaanza kuwa jeupe. Lakini baada ya kumwangalia yule mwanaume, tulimwona na kisu tumboni, ila akipumua pale tumboni, maana anapopumua kisu kile kinacheza. Kwa
mimi nilisikia tu, lakini taarifa zilitupata. Kuna kijana mmoja alimchoma kisu mke wake mpaka akauawa, na yeye akajichoma tumboni, lakini yeye hakubahatika kufa, ila ameshashikwa. Mwenyekiti wa kitongoji cha Bugogo B, George Elias Kubunda, amesema wakati tukio hilo limetokea alikuwa safarini, lakini alipopata taarifa alielezwa kuwa mama mzazi wa marehemu naye alipoteza maisha kutokana na mshtuko wa presha baada ya kusikia taarifa za msiba huo. Lakini pia alikuwa na mume. Huyo mume pia mimi hajaripoti katika kitongoji kile. Nilikuwa najua yule mama yuko peke yake. Na yule bwana wakakuta amejichoma kisu. Basi hatua zilizochukuliwa ni kuachukua, mwingine akawekwa mochwari Nyarugusu, mwingine akawa na tibiwa pale Nyarugusu. Kio hilo mama yake alikuwa na pressure, alishikwa mshtuko mkubwa na yeye akaanguka pia na kufariki. Mama wa marehemu wa yule mama aliyefariki. Kwa upande wake diwani wa kata ya Bukori Faraji Sepu amesema baada ya kufuatilia kwa kina sababu ya tukio hilo, inadaiwa kuwa chanzo ni wivu wa mapenzi na mgogoro wa muda mrefu kati ya wanandoa hao. Amelaani tukio hilo na kusema limeacha simanzi kubwa katika jamii. Lakini nilipouliza zaidi sababu ni nini, nikaambiwa kuna wivu wa kimapenzi, lakini pia kuna sintofahamu ya muda mrefu kwenye ndoa yao. Kwa hiyo hatukuweza kuendelea zaidi kwa sababu hatujui kiundani, tukawaachia polisi. Matukio haya ndani ya kata yangu na nje ya kata yangu yanatokea mara kwa mara kwa sababu tuseme tu mmomonyoko wa maadili, lakini pia vijana wanakuwa na stressi. Mimi na washauri wananchi wakubwa kwa wadogo, unapokuwa na jambo mshirikishe mtu mzima akushauri, au fikisha katika vyombo vya ulinzi na usalama, serikali, wenye vitu wa vitongoji, fikisheni mshauriwe. Lakini pia ikishindikana, achaneni kwa wema, sio kuchukua hatua kama hizo ambazo zimepelekea huyu amefariki, lakini huyu naye yuko amekamatwa na jeshi la polisi. Juhudi za jeshi la polisi mkoani Geita zinaendelea ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo la kusikitisha ambalo limeacha majonzi katika kijiji cha Bugogo, kata ya Bukori. Asante sana Joel kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amechukizwa na kasi ndogo ya ujenzi wa mabweni katika shule ya sekondari ya wavulana Katavi na kuahidi kuwachukulia hatua wote wanaokwamisha mradi huo. Neema Huseni ana taarifa zaidi kutoka Katavi. Sijaridhika na hii kasi ya ujenzi na hakuna sababu yoyote ya msingi niliyoisikia kwenye taarifa yenu au kwenye maelezo kuhusiana na kwa nini mradi huu na hasa haya mabweni, kwa nini tena unaanza kusuasua. Ni kauli ya mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko baada ya kutembelea na kujionea maendeleo ya ujenzi wa mradi wa shule ya sekondari ya wavulana na kupewa maelezo ambayo hayakumridhisha. Changamoto ambayo ilikuwa hapa ni upatikanaji wa material, kwa mfano tofali na kokoto, ambayo ilitoa maagizo kwamba hizo tofali sasa zipatikane kwa haraka ili kazi ya mabweni, hususan kwa mabweni, iweze kukamilika haraka. Kipindi nilipotembelea hapa, ujenzi huu ulikuwa 60%. Leo wamesoma taarifa kwa 65%. Kwa trend ambayo tunaiona hapa katika mabweni hatuwezi kucomply. Hawezi kukamilika tarehe tuliyopanga hii kwa sababu speed iko ndogo sana. Kwa sababu ulipotembea kipindi kile tulikuta changamoto ile kuwepo ni uhamishaji wa bomba. Bomba ishahamishwa na muasa walidikira hapa. Kwa hiyo kazi ambayo ipo hapo bado ipo kwenye msingi. Lakini naona kwa tarehe ambayo tulipanga hapa hatuwezi kucomply hiyo tarehe. Kuhakikishie uendelee kuwa na amani kwa sababu yale aliyotuelekeza ifikapo tarehe 30 mwezi wa 5 tunahakikisha kwamba mradi wetu umekamilika na tunafanya kila jitihada na kila bidii ya kuhakikisha kwamba tunakwenda. Baada ya maelezo hayo, Mrindoko alitoa maelekezo kwa mkurugenzi na timu yake kuhakikisha wanafanya kazi usiku na mchana, huku akiahidi kumchukulia hatua atakaye kuhamisha mradi huo kwa uzembe. Ninachoona hapa bado ni uzembe tu wa kutokutekeleza maelekezo ya kutokusimamia vizuri. Kwa hiyo agizo langu la leo, mkajipange kikamilifu, hizi kazi zifanyike usiku na mchana. Na hili swala la usiku na mchana si mara ya kwanza kuliagiza. Ni mara kadhaa nimeagiza kazi zifanyike usiku na mchana ili kuweza ku meet deadline ambazo tumeziweka au ratiba ambazo tumeweka. Kwa hiyo mkurugenzi, hakikisha kazi inafanyika usiku na mchana, kazi ya kuleta material, kazi ya kutengeneza materials zinazohitajika kutengenezwa hapa. Ongezeni mafundi kwa sababu tukija hapa tunakuta mafundi 2 watatu, vibarua 2 wanachokonoa kama hawa wanaonekana ni leo tu.
Ukiangalia hapa na ile mvua iliyonyesha jana, panaonekana kabisa hakuna kazi iliyofanyika hapa. Lakini kazi kameanza kufanyika saa hizi kwa sababu mmeona kwamba sisi tunakuja hapa kukagua. Huo sio uwajibikaji unaotakiwa. Jisimamieni na kuhakikisha kazi hapa zinafanyika usiku na mchana, kuhakikisha huu mradi unakamilika kwa muda niliouelekeza. Bado na stiki kwenye tarehe 1 ya Mei mabweni haya yawe yamekamilika. Hakuna sababu yoyote itakayosababisha huu mradi usikamilike zaidi ya uzembe, na kama ni uzembe watakaosababisha na wanaoendelea kusababisha uzembe huu, tutawachukulia hatua. Aidha, Mrindoko amesema mradi huo una manufaa makubwa kwa watoto wa Kitanzania, hivyo hawawezi kukubali uzembe wa aina yoyote utakaosababisha watoto hao wasipate elimu. Asante sana Neema kwa taarifa hiyo. Kampuni ya Japta Investment kwa kushirikiana na Vumwe zinazotekeleza mradi wa maji wametakiwa kuhakikisha wanamaliza kwa wakati mradi huo ili kusaidia wananchi wa kata ya Chimala, halmashauri ya wilaya Mbarali, kuondokana na adha wanaoipata kwa kukosa maji. Taarifa Daniel C. Marta kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Zuberi Omela amesema hayo alipotembelea mradi huo unaoendelea kutekelezwa katika kata ya Chimala ambao unatarajia kutatua changamoto ya maji kwa wananchi wa maeneo hayo. Ombe sana mkandarasi aliposema tarehe 31 mwezi wa 7, maana yake ni kwamba ni lazima mradi huu ukamilike. Hilo ndio swala la msingi. Hakuna mtu hapa anafika kwa ajili ya kumsumbua mkandarasi eti kwa sababu ya maslahi yake, hapana. Tunachotaka mkandarasi akamilishe mradi wa maji wa Chimala. Mheshimiwa Rais katoa bilioni 4 na milioni 500 kwa ajili ya mradi huu. Na hii ni kutokana na maombi ya Mheshimiwa mbunge pamoja na diwani wenu na Chama cha Mapinduzi. Wakaomba, jamani, Chimala tuna shida ya maji. Leo hii Chimala wameletewa mradi wa maji wa bilioni 4 na milioni takriban 500. Kwa kweli tumpige makofi mengi sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia. Pale akiwasilisha taarifa ya mradi huo, mhandisi Samuel Hechei amesema mradi unatarajiwa kugharimu bilioni 4.5 hadi kukamilika kwake bila kodi ya ongezeko ya thamani, huku katibu CCM wilaya Mbarali mara nyingi Matukuta amekiri kuwa wao kama chama wameridhika na utekelezaji wa mradi huo na wanaomba umalize kwa haraka, kwani wananchi wa eneo hilo wanahitaji maji. Mujibu wa mkataba wa ujenzi, mradi huu hadi kukamilika kwake unatarajiwa kugharimu jumla ya shilingi bilioni 4.5 bila kodi ya ongezeko la thamani. Mpaka sasa mkandarasi ameshalipwa jumla ya shilingi milioni 682.6 ambazo ni malipo ya awali. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tunaridhika na utekelezaji wa miradi. Lakini hapa tunarudi ni mara ya pili. Mara ya kwanza mkandarasi alijicommit kwamba ikifika tarehe 30 Aprili mradi utakuwa umekamilika. Lakini leo kuna taarifa anasema mwezi wa 7 tarehe 30. Aidha, diwani wa kata ya Chimala pamoja na wananchi wamezungumzia juu ya mradi huo. Baya wananchi wa Chimala, tuendelee kukushukuru sana mkuu wetu wa mkoa wa Mbeya kwa jinsi ambavyo umekuwa ukiutazama kwa karibu sana mradi huu. Mradi huu unakwenda kutatua changamoto ya maji ndani ya kata ya Chimala. Kwa niaba ya wananchi tunaomba tufikishie salamu za shukrani kwa Mheshimiwa Rais. Kwetu kwa tunahangaika sana maji sisi akina mama. Tunawaya asubuhi sana mpaka nyuma kwa natuibia kuku kwa ajili ya kutafuta maji. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Nikiripoti kutoka hapa jiji la kijani mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Asante sana Daniel kwa taarifa hiyo. Kutokana na baadhi ya wakazi jijini Mwanza kupewa fidia na kuhama katika maeneo yao kupisha miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo mradi wa reli ya kisasa SGR, serikali imeanza kuhakiki mfumo wa anwani za makazi ili kuendelea kuboresha utoaji wa huduma kwa jamii. Taarifa zaidi na Emmanuel Maisha kutoka Mwanza. Akizungumzia zoezi hilo katika mafunzo iliyokutanisha maafisa watendaji na wenye viti wa mitaa, afisa tehama mwandamizi kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Richard Magubila, amesema wakazi wengi jijini Mwanza wamepisha ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Hivyo wameona ni vyema kufanya uhakiki katika zoezi hilo. Inatokana na mabadiliko ya mbalimbali ikiwemo watu wanahama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, lakini pia kuna miradi mbalimbali ya serikali kama mnavyokumbuka
huwa inaondoa baadhi ya watu kwenye maeneo ambayo wanatekeleza mradi. Kwa mfano SGR kwa hapa jiji la Mwanza limeondoa wakazi wengi, wamelipwa. Kwa hivyo kwa sababu maeneo yale yamechukuliwa na serikali, ni vyema sasa uwekaji wa anwani za makazi uboreshwe ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa jamii. Na kwa jiji la Mwanza tunaweza tukasema kwamba tuna historia ya utekelezaji hapa. Tulianza mwaka 2021 kwa pilot jiji la Mwanza. Zaidi ya anwani 98,000 zilikusanywa wakati huo kabla ya operation kuzinduliwa mwaka 2022. Magubila pia amesema kuwa halmashauri ya jiji la Mwanza ni ya 42 kufanyiwa zoezi hilo la uhakiki, huku akitoa rai kwa wananchi wanaoharibu miundombinu inayoonyesha anwani hizo za makazi. Unapoondoa nguzo ya barabara unaharibu ustaarabu na utaratibu wa utambuzi nchini. Na ikumbuke kwamba miundombinu ile inasaidia sana wananchi wasipotee wanapoenda kupata huduma mbalimbali au wanapoenda majumbani au serikali inapoenda kutoa huduma kwenye maeneo ya jamii. Kwa hiyo tunatoa wito kwamba wailinde, na ipo sheria ya serikali za mitaa ambayo inatumika kwa wote ambao watakamatwa wameiba ile miundombinu kwa ajili ya vyuma vya kavu. Ile sheria ipo na wanaweza wakafikishwa mahakamani. Kwa upande wao, baadhi ya wenyeviti na watendaji walioshiriki katika mafunzo hayo wameeleza umuhimu wa zoezi hilo katika kurahisisha huduma kwenye maeneo yao. Nikija kwenye swala la post code, hili post code ni swala linalokuwa linaendelea kila wakati. Huko nyuma tulilifanya, lakini limekuja awamu ya 6 na lenyewe tunalifanya. Limekuja wakati mwafaka, na Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, amesema nendeni mkawaelimishe wenyeviti, na sisi tunalichukua hili swala kuwaelimisha wananchi. Mfano post code, na tumeambiwa mfano mimi kwenye kata yangu ni namba 3319. Hiyo ndio post code ambayo inatakiwa nitambue mimi. Mfano mimi nikiondoka hapa sasa kwenye jiji la Mwanza nikaenda Shinyanga, nitauliza niko kata gani? Siwezi kumuuliza mtu, nitaingia kwenye simu yangu. Semina hii kwa kweli ni kioo bila inayoweza kumwezesha mwananchi kufika mahala kwa urahisi sana, kutokana na namba na barabara kama tulivyopewa semina. Na hii semina tutaifikisha kwa wananchi ili kusudi zoezi hili liende kama lilivyotarajiwa. Asante sana Emmanuel kwa taarifa hiyo. Jumla ya shilingi bilioni 5 zinatarajiwa kutumika kulipa fidia kwa kaya 58 zitakazopisha shughuli za uwanja wa ndege wa Musoma mkoani Mara kufuatia uwanja huo kuwa katika hatua za mwisho za ujenzi ambapo utakamilika mwezi Septemba mwaka huu. Adam Kaduto anaripoti kutoka Mara. Hili ni eneo linalotarajiwa kutwaliwa na uwanja huu kwa lengo la kujenga jengo la abiria pamoja na hifadhi ya magari, na kwamba tayari kiasi hicho cha shilingi bilioni 5 kimekwisha kuidhinishwa na mdhamini mkuu wa serikali na italipwa muda wowote kuanzia sasa. Kwa sasa shauku kubwa kwa wakazi wa Musoma na mkoa wa Mara kwa ujumla ni kuona shughuli hizi za ujenzi zinakamilika kwa wakati na uwanja unaanza kutoa huduma kama ilivyokusudiwa. Mara kwanza tulikuwa tunatoka hapa kwenda Mwanza ndio unapanda kwenda Dar, lakini sasa hivi tutaanzia hapa Musoma, unapanda unaingia Nandili Dar. Kukamilika kwa uwanja huu kutatuwezesha kuweza kusafiri kiwepesi kutoka katika mji wa Musoma kuelekea katika maeneo mengine ya Tanzania ili kwenda kufanya shughuli zetu za kibiashara na kiuchumi. Wafanyabiashara watafunguliwa milango ya kiuchumi. Bidhaa zao zitaweza kufika kwa haraka katika mji wa Dar es Salaam na maeneo mengine. Meneja wa uwanja wa ndege hapa mjini Musoma anasema takriban kaya 58 zinatarajiwa kuondolewa kwa ajili ya kupisha upanuzi wa shughuli za uwanja huu. Kwa sasa malipo yao yashaidhinishwa na mdhamini mkuu wa serikali ambao ni wakazi 58 na malipo yao na thamani ya bilioni 5 na milioni 256. Hadi sasa hivi kilomita 1 ilishawekwa rami na anaendelea na mita 705 ambazo zilikuwa zimebakia. Serikali ya mkoa wa Mara imekuwa ikifuatilia kwa ukaribu shughuli zote za ujenzi na ukarabati wa uwanja huu. Lengo ni kuona unajengwa katika viwango vinavyotakiwa. Miundombinu mingine yote
na yenyewe inatakiwa kwa sasa ianze kufanyiwa kazi. Tusisubiri paka tumemaliza tunamaliza runway na apron ndo alafu tunaanza kusema terminals kwa maana ya majengo ya abiria na yenyewe sasa inakuwaje, na wewe uanze kusema sijui barabara ya kuingilia huku itakuwa wapi. Mambo hayo lazima na yenyewe yaende. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linawashikilia watuhumiwa wawili kwa tuhuma za wizi wa miundombinu ya shirika la umeme TANESCO mkoa wa Ruvuma na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Songea yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200. Kwa taarifa zaidi tuungane na Innocent Oromo kutoka mkoani Ruvuma. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Marco Chiria, amesema watuhumiwa hao wamekamatwa kufuatia operesheni na misako inayoendeshwa na jeshi hilo, ambapo tarehe 11 mwezi wa 4 2025 majira ya saa 12 jioni watuhumiwa walikamatwa katika mtaa wa Matarawe, manispaa ya Songea, wakiwa na miundombinu hiyo ya shirika la umeme na mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Songea katika chumba walichokuwa wakiishi wakiwa wanatafuta wateja. Wa kwanza ni Idrisa Mnimi. Huyu ana miaka 21, mkazi wa Matarawe Songea, na Ramadhan Athmani Karumbu. Huyu ana miaka 19, mkazi wa Mateka Songea, wakiwa na mita 27 kavamita. Hizi mita ni za maji. Kavamita 8, ball cock 161, ball valve 77, mali ya mamlaka ya maji safi na maji taka Songea SUWASA. Pamoja na hilo pia tuliwakuta na wakiwa na nyaya za umeme hizi zenye kopa vipande 65, mali ya shirika la umeme TANESCO mkoa wa Ruvuma. Jeshi la polisi linaendelea na operation hii ya wanaohujumu miundombinu, na operation hii ni endelevu. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Songea, Mhandisi Patrick Kibasa, na kaimu meneja wa TANESCO mkoa wa Ruvuma, Mhandisi Mashauri Mboto, wamesema wizi wa miundombinu hiyo iliathiri kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Wamelipongeza jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma na wananchi kwa kusaidia kukamatwa kwa watuhumiwa hao. Limeibuka janga la wizi wa mita za maji. Tumekuwa tukiibiwa sana mita za maji kwa siku, mita 7, 8, 10, na imeleta usumbufu mkubwa sana kwa wateja wetu. Tunashukuru kwa kushirikiana na jeshi la polisi, wananchi, wateja wetu pamoja na waandishi wa habari kwa kufanya huu msako kubwa na mkali na hatimaye kuwapata watu ambao wanatuhujumu. Na mimi ningependa kutoa wito kwa wakazi wetu wa manispaa ya Songea na maeneo mengine, watunze miundombinu ambayo serikali imeinvest, imeweka fedha nyingi sana. Unapokuwa unahujumu miundombinu ya shirika, unatengeneza hasara kubwa kwa shirika pamoja na raia ambao wanategemea hiyo huduma ili kuweza kufanya uzalishaji na kuongeza uchumi na vipato kwenye maeneo yao. Hivyo tunaomba sana, tunashukuru kwa jeshi la polisi kwa jitihada ambazo zinaendelea kufanya kuhakikisha hao wahalifu wanabainika, na kwa kuwa wamesema ni zoezi endelevu, tunategemea matokeo yatakuwa makubwa na hivi vitendo vitakuwa vimeisha. Asante sana Innocent Oromo kwa taarifa hiyo. Zaidi ya shilingi milioni 459 zinahitajika kwa ajili ya ukarabati wa kituo cha uwezeshaji na ustawi wa jamii ili kutoa mafunzo ya ujasiriamali na ustawi wa jamii kwa kundi la wanafunzi zaidi ya 6,000 katika mkoa wa Dar es Salaam na maeneo jirani. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Kituo hicho ambacho kimejengwa wilaya ya Kinondoni jijini hapa na ushirika wa wanafunzi wa Kikristo Tanzania TAFES, shirika ambalo limekuwa likihudumu nchini Tanzania kwa kipindi cha miaka 35, kitatumika kwa ajili ya kusaidia wanafunzi kujifunza programu za uwezeshaji kiuchumi na elimu ya uraia na maadili ili kujenga kizazi bora kwa taifa, kama ambavyo makamu mwenyekiti wa umoja huo taifa Rodney Anananga anavyoeleza. Kampeni yetu hii kubwa
Ni kampeni ambayo itatupa faida kubwa kama ambavyo imeelezwa, na tunaamini kwamba hutasita kwa sababu kwa namna moja nyingine ulifaidika. Lakini wapo ambao associate ambao yamkini wanakuwa hawakufaidika. Tukumbuke kwamba hawa ni vijana katika vyuo vyetu. Ule uzoefu tulio nao katika kuwa viongozi, uzoefu tulio nao katika biashara zetu, basi tumrudishie fadhila Mungu kwa kuwajengea vijana hawa kituo hiki, lakini na kuwezesha hizi program tuweze kuwafikia vijana wengi zaidi, na tunao huko. Kwa hiyo wito wangu mkubwa ni waombe kile ambacho Mungu anakusaidia kwa namna yote ile. Unaweza ukatoa fedha yako cash, lakini pia unawezekana ukatoa kwa material. Hii kituo cha Boko ambacho kimeelezwa hapa kichoko Dar es Salaam kina mahitaji kadhaa. Maana yake ni kwamba yako mahitaji ambayo ya kujenga ile Boko. Tunahitaji mahitaji ya rangi. Kwa upande wake Agrey Madoroman, mjumbe wa bodi katika ushirika huo, amesema hatua ya ujenzi huo inajiri kutokana na mafanikio yaliyopatikana kwa kipindi cha miaka 35 ambapo zaidi ya wanafunzi 2000 wameshanufaika kutoka mikoa mbalimbali nchini kupitia programu hizo. TAFES inaongea na kuwafundisha na kuwafunda vijana kama 2000 hivi kutoka vyuo vikuu katika nyanja mbalimbali na vipengele mbalimbali vya uongozi. Lakini pia kuna program mahususi ambayo inaitwa Angaza Leadership Program ambayo ni ya muda mrefu kidogo, na hii programu TAFES inawapitisha wanafunzi takriban 1500 kwa ajili ya kuandaa ili waweze kuwa viongozi wazuri kesho katika sekta mbalimbali ambazo wanafanyia kazi. Pamoja na kuandaa viongozi, TAFES pia imefanikiwa sana kutoa fursa kwa wanafunzi kujitolea na kujenga uwezo wa kuhudumia jamii chini ya program mashuhuri inayoitwa STEM, yani Short Term Experience in Ministry. Na baadhi ya washiriki wakiwemo wanafunzi wamesema kupitia ushirika huo wameweza kunufaika kwa kupata maarifa na kujikwamua kiuchumi pamoja na kupata elimu ya maadili ambayo itawezesha kuwa viongozi wema wa baadaye. Jana anapokuwa chuo ndipo anapoandaliwa kuwa kama mzazi wa baadaye, kuwa kama kiongozi wa baadaye, kuwa kama viongozi wa dini na serikali pia. Kwa hiyo kwa kuliangalia hili, huduma hii na taasisi hii ya TAFES imekuwa ina program nyingi za kutujenga kila mwaka. Na program hizi ili zifanikiwe tunakuwa tunakutana kwenye maeneo tofauti tofauti. Lakini kwa tunapoelekea kuadhimisha miaka 35 ya huduma hii, tunatamani tuwe na kituo chetu kilichoboreshwa vizuri na kujengwa vizuri ili kuweza kupunguza gharama za kukutana kwenye sehemu mbalimbali, lakini pia kuweza kuwafikia wanafunzi wengine kwa wingi bila kuwa na usumbufu wa changamoto za sehemu ya kukutania. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali yavuna gawio la bilioni 5.58 kutoka Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB.